Na ikiwa ni tarehe 8 za mwezi wa 3 2026, majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira na Minembwe, kazi bado nzito. FARDC wazalendo waendeleza kuwawekea moto mkali magaidi wa M23 maeneo ya Mikenge pamoja na Minembwe. Goma, drone za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC za wapiga vibaya M23 Mushaki. Raia wa Goma waomba ukombozi kutoka kwa FARDC huku wakilia kuteswa magaidi wa M23 huko mkoani Manyema. Huko mkoani Katanga, kikosi kipya cha uasi chaundwa maeneo ya Mitaba. Sange, wazalendo wapo Kingurwe, Kajembwe, Rihacha, lengo likiwa ni kumpiga gaidi M23 na kuweza kumwondoa katika hayo maeneo. Tokea hiyo siku ya tarehe 6, tarehe 7 mpaka leo tarehe 8 bado wako ngangari. Na mkumbuka pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio yote ambayo yako nazidi kurindima mengine kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia usikose kutembelea page ya Facebook ya Baraka1 TV na TikTok, na vile vile page ya Rajabu Akili Kabonga kwa upande wa Facebook. Na tukichukulia, tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi. Uvira, kazi bado nzito. FARDC na wazalendo waendelea kuwawekea moto mkali magaidi wa M23 Minembwe Mikenge, huku Dalto wa Ubwela, msemaji wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, akizungumzia hali ya mambo yaliyoharibiwa maeneo ya Mikenge na magaidi wa M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo baada ya kuweza kuchukua maeneo kadha wa kadha huko milima ya Nyanja ya Juu pamoja na Nyanja ya Chini. Tujikite zaidi upande wa Minembwe na Mikenge. Maeneo ya Minembwe hadi sasa hali bado ni tete. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado wanajaribu kutumia mbinu mbalimbali ili kuweza kudhibiti maeneo yote ya Minembwe na kuwafurumusha magaidi wa M23. Ikumbukwe maeneo hayo pia magaidi wa M23 na wao wamejipanga kwa miaka mingi, na hivyo wana uzoefu mkubwa wa hayo maeneo. Wamejificha kwenye maandaki, wengine kwenye nyumba za raia, huku silaha zao pia ukizificha ardhini na zingine vilevile kwenye majumba ya kiraia. Asilimia kubwa ya magaidi hao wa M23 Tigwaneoredi Tabara wamevua kombati za kijeshi na hivyo kuvalia nguo za kiraia, kitu ambacho kinawapa ugumu majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuchukua udhibiti halisi wa maeneo yote ya Minembwe. Upande wa kaskazini, kusini na vijiji kaza wa kaza viko mikononi mwa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya mnavyosikiza kwa mitandao mbalimbali ya kijamii magaidi wa M23 wakijipaka mafuta na kutoa taarifa za uongo kwamba FARDC wazalendo wamekimbia maeneo ya Minembwe. Taarifa zozote mnazosikia kutoka upande wa gaidi wa M23 kuhusiana na vita ya Minembwe sio za ukweli, badala yake ni taarifa zenye kuwekwa chumvi, na hivyo wanataka kujipatia ujiko tu. Upande wa Mikenge, msemaji wa wazalendo Dalto wa Ubwela ameweza kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo hospitali ya Mikenge na maeneo ya soko ya Mikenge ambako soko limeharibiwa kwa asilimia kubwa. Magaidi wa M23 kwa takriban mwaka mzima walikuwa katika hayo maeneo. Hakuna kilichofanyika kama maendeleo, soko halijajengwa, maeneo ya umma yamejawa ni pori pekee. Hakuna kinachoonekana kwamba kulikuwa kuonekaa watu, badala yake kunaonekana kama ni sehemu ya kufugia ng'ombe pamoja na mbuzi. Vitendo hivyo vya magaidi hao M23 kujinadi kwamba wanaleta mabadiliko, wanaleta amani, wanaleta maendeleo ni vitendo vya uongo na hakuna wanachokifanya kwenye eneo ambalo wamekalia. Mengine zaidi kutoka Mikenge, huyu hapa msemaji wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Dalto wa Ubwela.
Angalia jinsi mazee mikenge wameharibu. Marshe banaharibu kila kitu. Soko moja kubwa ya msekta Itombwe. Ndio hii wameharibu sana, ndio wameharibu. Askari wa Rwanda wameharibu. Lakini najua gouvernement itafanya kila kitu. Itaretabli na itarehabilite kila kitu hapa. Angalia gisi mwingine inaribika, muonyeshe kule waone mwingine gisi inaribika. Angalia mwingine ya mikenge, hii ni centre. Hii ni centre lakini wameharibu. Wamepie kila kitu. Nilikuwa kule kwa hospitali kule chini na vitanda vya hospitali, vitanda vya wagonjwa wanavibeba. Walipitia tu mwinchi. Kitu ya kushangaza. Lakini hamna shida. Watu wote wenye wako Minembwe. Odi Minembwe. Tutaingia Minembwe. Hamna shida. Tuko tunaingia Minembwe, hapa ni njiani ya kwenda Minembwe. Tutalibere Minembwe. Itayere bientôt itakuwa mikono ya watoto wa nchi. Asante. Napenda niwashukuru. Hapa ni wasoda FARDC. Moja ni wazalendo sola aussi. Hapa niko na mission ya kufanya ce qu'on appelle la pacification des esprits. C'est-à-dire askari anapoona raia aone ndugu yake na raia akiona askari aone ndugu yake. Tunapaswa kufanya pacification entre soda na population sahi. Population ya hapa iko traumatisée. Ulikuwa na butike yako, ulikuwa na biashara yako, yote binapotea. Nyumba inaharibika kama hii. Antuka huko na droit ya kuwa traumatisé. Alors tuko na devoir ya kufanya pacification ya esprit entre population na jeshi. Voilà, ile ni mission asi wazalendo. Mimi kama vile msemaji wa wazalendo, mjina la Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Iko obligation ya wazalendo kufanya hivyo. Kuchunga raia na mali yake yote. Si tu raia mwenyewe alikimbia. Voilà, merci beaucoup. Tukishuka tu tarafa jirani hapo Maniema, maeneo ya Salamabila, ambako mapokezi makubwa na ya kipekee yafanyika kwa kiongozi wa kundi la Malaika Mzalendo Kabala, ameweza kupokelewa kwa shangwe, vifijo na nderemo, huku maelfu ya wananchi wakijitokeza kila pande kumpokea kijana wao mpambanaji ambaye amerejea nyumbani kwa mapumziko ya muda mchache. Hapa ni direct Salamabila. Watu wanajiandaa kumpokea kiongozi Imam Kabala wa wazalendo. Hivi amewasili kwa muda kama na huu. Amewasili pa Salamabila. Ni hoye shangwe na vikerekere kwa watoto wa Salamabila. Kiongozi amefika kwa shangwe na sharabara. Napokea video yote makuta yenyewe niko WhatsApp. Uko public, iko sabi betono tena mulanda ni bomoka. Hapa bado na mulanda na bomoka. Kiongozi amewasili. Wala motare kwa kwanza umaxio ule kama kama moto. Ule si mtu Viongozi wamewasili, ni shangwe na hoye kwa mji wa Salamabila. Wakaaji wa Salamabila wanashangilia ujio wa kiongozi.
amewasili. Kiongozi Kabala amewasili pamoja Saramabila. Ni shangwe shangwe na hoye hoye. Jemadari Demi Kilo amewasili na kiongozi mkuu. Iko wapi? Na baada ya taarifa zote hizo kutoka huko maeneo ya Mikenge, Minembwe pamoja na Salamabila, turudi jimboni Kivu ya Kaskazini, tuingie maeneo ya Mushaki pembezoni mwa Sake, pia pembezoni mwa jiji la Goma, ambako drone za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC zafanya kazi kubwa kupiga M23 maeneo ya Mushaki, ikiwa ni pembezoni mwa Sake pamoja na Goma, huku raia ndani ya jiji la Goma wakilia kuhitaji ukombozi kutokana na mateso wanayopata kutoka kwa magaidi hao wa M23. Vita ambayo inazidi kuleta sura mpya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo jana tarehe 7 mapema ya asubuhi, vikosi vya ndege viliweza kurusha makombora maeneo ya Mushaki, ikiwa ni pembezoni mwa Sake, na hivyo kuleta hasara kubwa kwa magaidi wa M23. Kipigo kitakatifu ambacho ni cha usawasawa imeweza kulenga ngome ya magaidi wa M23 hiyo tarehe 7 za mwezi wa 3 2026 majira ya asubuhi, wakati jogoo ndo kwanza anawika. Vikosi vya drone viliweza kulenga zaidi kwa mpangilio uliokuwa imara kambi ya magaidi wa M23 maeneo ya Mushaki, ikiwa ni kitongoji cha kimkakati kinachopatikana ndani ya tarafa ya Masisi, ikiwa ni takriban kilomita zisizopungua 20 kuingia maeneo ya Sake pamoja na jiji la Goma. Shambulizo hilo ambalo ni la kipekee lililenga makao makuu ya vikosi vya magaidi wa M23 ambavyo vinapatikana katika hayo maeneo, na hivyo kuweza kuyaondoa maisha ya viongozi wakubwa wengine wanne wa M23 ambao mpaka sasa majina yao hayajawekwa hadharani. Kutokana na shambulizo hilo la majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeweza kuwaweka tumbu joto magaidi wa M23, huku wakizidi kulalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia kutuma maoni yao kimataifa, wakilalamika kwamba serikali ya Kinshasa inaendeleza harakati za kutumia drone kuendeleza kuwapiga raia, kitu ambacho ni cha uongo na akina ukweli ndani yake. Siku zote majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapo kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali yake, na kulinda pia mipaka ya nchi dhidi ya uvamizi. Wanasema msemaji wa majeshi haya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumelenga maeneo sahihi na tumelenga kambi ya magaidi wa M23 na sio raia kama wanavyobwabwaja magaidi hao wa M23. Ni huku
tunaishi tu, ni Mungu ndio anatuchunga tu. C'est vrai, ni magumu, ni mateso, tunaishi Goma, ila aba kaoko nabo habana morale tu huku, habana morale tu, byabo tu habiendeke bien, bako nafanya byabo na mashaka mema taxi bana make munjia zote be balikuwa natereka byakula kubalabala bote bako na bafukuza basitie na mwamvuli ya inite isionekane kubalabala, na mwamvuli ya karibira isionekane kubalabala, ni kusumbua make, ni kusumbua tu comportement ya abo, nabo wanaona tu kama wakati yabo haiko. Ni kuomba Mungu atatusaidia. Rais yetu anafanya mambo makubwa, lazima kumuombea na pia kumuunga mkono jitihada zote anazozifanya kwa ajili ya nchi yetu tuwe na amani. Vrema mara kwa mara tunamuombea kama watumishi wa Mungu. Sisi hakuna kingine tunaweza kukifanya isipokuwa kumuweka mikono ya Mungu, na ingine ukumbuke Mungu haachake batu yake. Na wakati alikamata pouvoir alisema Mungu, mimi nakupatia kiti uwe kiongozi na mimi unitumie sasa muongozi ya kwako. Njoo neno alisemaka na siwezi kuisahau wakati aliprete serment. C'est vrai, bon, tunaamini Mungu atatenda makubwa. Huku kote kuna niuliza bako na bapiga tu sana kabisa. Wazalendo na wasoda yetu ya guvernema wanatumika, wanafanya kazi, ni kuendelea kuombea tu. Na pia wewe ndio unazipata habari kikamilifu zingine, tunafurahiaka sana unatupatia habari zote zenye ziko zinapitikana. Vraiment malgré ça nilikuwa kasia semaka ni kuzungumuze kwa WhatsApp, lakini saa hii mimi namaliza fata habari za Minembwe zenye unatuzungumuzia na habari za Julien Paluku zenye unamaliza kutupatia ku YouTube. Jinsi ana mawazo mazuri ya kutokuwa na saini mikataba. Vraiment ile mikataba ndio natufikisha pabaya, lakini mimi nakufata na mimi nakufataka sana. Ndio mimi nasema kwa leo nipime kuzungumza na wewe. Kama kuna grupe ya WhatsApp ambayo unakuwaka nayo, ndio nimekutumia profile yangu juu nitie ndani mu group, itakuwa vizuri. Na kuko grupe ingine yetu ya William ya SNPCC, nayo mimi naweza penda nikuwe ndani mu grupe yao juu mimi nawafataka hapa ku YouTube na kwa hii rezo ya WhatsApp hapa kwenye natupatia kama mashine za kufata kwa WhatsApp. Sawa ndugu yangu, jioni njema. Lakini jambo ambazo tunazijua kuhusu habana morale na fanye marenio juu wanaanza ogopa madrone zitawapiga tu. Sawa, merci ndugu yangu. Tukiachana na taarifa hizo kutoka huko Mushaki na tukiruka mkoa wa Katanga, kikundi kipya cha majambazi, majangili, wanyang'anyi kimeweza kutengenezwa huko maeneo ya Grand Katanga, ikichukua Lubumbashi pamoja na Tanganyika, Kalemi na maeneo mengine ya Lualaba, hivyo kuweza kuleta wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa maeneo ya Grand Katanga. Ni kutokana na kikundi hicho kinachoitwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo, ambacho kiliweza kujitokeza na hivyo kudai kwamba imechukua maeneo kadha wa kadha hiyo tarehe 3 za mwezi wa 3 2026. Kikundi hicho kinadai kuchukua maeneo ya Lusinga ndani ya tarafa ya Mitwaba hiyo tarehe 3 za mwezi wa 3 2026. Kikosi hicho pia cha wanyang'anyi kiliweza kuondoa maisha ya wafanyakazi wa kitengo cha Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN, na hivyo kuweza kujipatia ujiko huo. Kikundi hicho vile kinaonekana kuungwa mkono na alikuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Hippolyte Kanambe na baadhi ya viongozi waliokuwa jeshini
ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa wenye asili ya Katanga na baadhi ya wafanyabiashara wanaopatikana maeneo ya Grand Katanga na pia baadhi ya wanasiasa wenye kutokea maeneo ya Grand Katanga. Hapa tunaingia Mwambisika, mupete isha kunitoboka. Tunaingia hapa pa mkini. Ngonga isha kuanguka, bantu bako nakimbia, umu aina ngonga mbele tunafika hamuna bantu. Umu ni mkini umu mulumbi. Bantu hapa bananzo kimbia. Motoka ilikuwa isha kwenda ya Mandunde ilikuwa isha kwenda inarudia. Donc hapa bamai basha kuwaka beko napikana masashi na basoda hapa. Donc hapa kuna mwae bantu wale beko nakimbia na vifurushi. Bantu beko nenda. Ule ni bilie konenda wa kwetu. Bantu beko nakimbia mukamkini aka kama mulumbi aka kakupanda mulumbi. Sasa mie mpeto hapa ndio isha kunitoboka sasa ya kumbele. Kuna mwae nyeni. Donc hakuna mwae ase nitenda. Mpeto isha kunitoboka ya kumbele hapa. Mtoboka kuna na pine de reserve. Donc de bandat mumukini bantu beko nakimbia mai beko nakui. Na muko nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Leo tarehe 8 tunawatakia heri ya sikukuu ya wanawake kote duniani. Da Leticia, da Asha, da Irene ukiwa unasikiza Baraka One TV. Pia kina mama wote ambao wanapatikana Australia, ambao wanapatikana Canada, ambao wanapatikana USA, Europe, ambao wanapatikana Afrika nzima, na wale kina mama kina dada wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Huu ni mwezi wenu na karibuni wote kuendelea kusikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Mitwaba ambako kikundi kipya cha magaidi kimeweza kuzaliwa, hivyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitajika kutumia mbinu zote kuweza kumalizana na mchezo huo mchafu. Tuingie jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Uvira, kitongoji cha Sange. Wazalendo wapo Kigurwe, Kajembwe, Ruhache. Lengo ni kumpigia adui M23. Pia ujio wa vikosi vya Marekani. Wazalendo waombwa kuweza kulinda siri ya mababu, na maanisha siri ya Kimaimai. Kwa sasa ni siku ya 4 ambako machafuko yalizidi kuripotiwa mtoni bondeni mwa mto Ruzizi kati ya vikosi vya magaidi wa M23 pamoja na muungano wa Wazalendo. Tukiwa katika vitongoji vya Kigurwe, Kajembwe, Ruhacha pamoja pia na maeneo ya Sange, Mutarule na sehemu mbalimbali ambako magaidi wa M23 walijaribu kuvuka kupanda Minembwe na hivyo kukutanana na moto wa Wazalendo. Wazalendo wamekaba maeneo mbalimbali huku wakiwa wanahitaji kuongezeka kwa nguvu zaidi ili kuweza kuwadhibiti vizuri magaidi wa M23 na kuweza kuwaondoa maeneo hayo ya Sange. Jambo wa ndugu, habari. Hapa tuko kwenye mji wa Kigurwe. Wakati mapambano tulipambana hapa Kushange, Yange, Rulimbi. Tukaingizana mpaka hapa Kigurwe, ndio kwa tulilala. Tuko hapa Kigurwe kabisa.
Najua tuko tunahitaji kila ofisi yote wa mzalendo afanye nguvu yote, tuachane na cessez-le-feu ya FARDC, tuachane na cessez-le-feu ya FARDC. RN5 Plaine de la Ruzizi, wale viongozi ambao wamepewa uongozi wa kuongoza wafanye kazi, sababu hapa tutatoka leo hapa. Tunahitaji raforo kuya hapa, kama kikuya tunaanzana hapa Mkajembo. Kwa hiyo tuko hapa kabisa, tunachunga msaada ikuye sasa hivi, maraforo zifike hapa. Tuko watu wengi hapa, tunatega kabisa Ruhacha yote. Wenyewe wanajua Ruhacha, wanajua antukaa hapa. Tuko tunahitaji kabisa zile forces za wazalendo ambazo zinahitaji, walipewa maakse, watumane vikosi wapande, watoke mwingine wakuye tufungie hapa. Adui hana nguvu. Atukaa hapa tunasubiri. Adui hana nguvu kabisa. Najua haina kusema ya kwamba ni politiki. Tuko hapa Kigurwe kabisa asubuhi ya leo. Kwetu tulilala. Najua wanajua Kigurwe, wanaona kanisa ya Katolika, mararo ya Mangombe, manake hapo njoo kwenye tuko. Hatutatoka hapa mpaka vikuwe vitakuwa loze vishambuki. Muyije uiji kwa mzalendo ukapangwa mwakse ye Plaine mu RN5 hano kuno twazunguluka kera kiamate twabasika kera mkatikati RN5 ukahawa kiongozi mohe ashulike yahogo ni tuliri hano hapana bile masesele fe mguti mugachunga twe twalahira hivyo kandi iri kufa tufwe ituli babiri tugashulika izibo ni kumga sambaza no audio nukusambaza gisi handu hoshi basambaze mubayereke kutwe tuli handu twe tugachunga msaada naho wewe twakapangiro RN5 baanze kupiga kwa sababu kia tuanze kupiga bushigi mgoroba RN5 tashaganya kiongozi kahabo mu RN5 tatamshaganya yatulekera twe mwanaho tutamenya biribiki bino bitakiri bitako fulani ago chagalwa munamulekere yehe nanga biribita byangisi mundu kweto wabageni mtera mwanzo kushulika du na mwanzo kukangaza kokoko kabisa tuliyaha tukachunga. Kutokana na ujio wa usaidizi wa Marekani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazee wameweza kutoa tahadhari kwa wale wanaofanya kazi muhimu ya kuwapa watu vijana wetu kitu kinaitwa echunju. Wasiweze kutoa siri hizi kwa wazungu, maana utakuwa ndio mwisho wa kumaliza nguvu za muzalendo. Muzalendo amebarikiwa na ana nguvu yake ya kipekee, hivyo haitakiwi siri hiyo kuweza kutolewa nje na kuwapea wageni ambao wanasemekana watakuja kutusaidia ili kuweza kumalizana na ugaidi huu wa magaidi wa M23 na pia kuweza kuimarisha amani kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bale bazungu wanakuyana na plan ya kuexploite masite miniere zetu, mezusiza kujifunza kubazalendo nini njo bazalendo wanatumikisha ili kwamba bajue nguvu zetu. Bakishajua zile nguvu tutalilia mua bandugu yangu. Donge musipane siri tukule franka tunataingia mu bomengo niko na basinyale. Tutakula franka, tutafanya kubenye batakuwa bangali banaishi. Vita ya M23 yotaisha sai. Kude sifle takuwa, lakini kubenye niko nalia sana. Musipane siri ndugu zangu ba doktere, musikuwe kamatika mateka mwanze sema balisha nipatia cheo fulani, balisha nipatia franga fulani. Hakuna pesa izikutetemeshe. Pesa ziko hapa kwetu na kwetu njuko wewe wanakiazi toa. Pesa zisikushitule, cheo balikupatia sikushitule, fonction fulani balikupatia sikushitule, njoo upane siri ya budongo yetu. Ukishapana ile dawa tutaishia shibote monane ndugu zangu. Mimi naanza kuambia. Nataka kuambia, eske mnajua kama puissance ya Amerika iko nayo? Muatie yayo ilitokea mubwami ya Kabare. Na nyinyi mtasema aseme kwa nini?
Na wapimie tu nani ka kifupi kidogo. Muma exploitation zetu za kutime tulijua mfalme wetu wa zamani purke akuwe amperere wa Afrika Centrale, purke apigane na Banyarwanda na Banilotike, purke abagangie na abarepuse munani ya kwetu. Tulikamataka nani ngoma ya nani ya Rwanda ya kifalme yenye balikuwa nayo ya kuevoke mizimu inakuwaka kwetu hapa Kabare, lakini bako banaitafuta pale inapotea. Ndugu zangu, niko nabambia hivi wanauinda ile ngoma abaya hiyo. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Amka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, 9 pamoja na saa 12. Bye bye.